Habari za wakati huu, mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo. Makambi ya kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Mwenge yaliyokuwa yakiendelea tangu Jumamosi tarehe 6 Septemba 2025 yamemalizika rasmi siku ya jana Jumamosi tarehe 13 Septemba 2025. Katika kipindi cha wiki moja, washiriki na wageni kutoka sehemu mbalimbali waliungana pamoja kusikia neno la Mungu kupitia mhubiri mkuu wa makambi haya, Pastor David Azaeli Mbaga, ambaye alishangazwa na idadi kubwa ya washiriki waliokuwa zaidi ya 700,000. Ni kwa namna gani makambi haya ya mwaka 2025 Mwenge yamefanyika mbaraka mkubwa sana kwa washiriki pamoja na watazamaji wanaotufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwanza kabisa tumeona uwepo wa Mungu katika kambi hili. Tumeshuhudia Mungu akijibu maombi yetu, lakini pia tumeshuhudia nguvu ya kiroho ya kubadilisha maisha. Nimeona wingi wa watu, mwitikio ni mkubwa, sio hapa tu lakini pia na mitandaoni. Ni imani yangu ya kwamba Yesu aliyeinuliwa hapa ndiye amewavuta watu kwake. Na kwa maoni yako, kambi la Mwenge mwaka huu limekuwa na mvuto kwa watu wengi sana, na leo ni watu zaidi ya 700,000 wamehudhuria katika kambi hili. Maoni yako ni yapi? Ninaendelea kumshukuru Mungu sana. Ni zaidi ya watu 7,000 ambao wamekuwepo katika makambi haya. Hii inanishangaza sana jinsi Mungu anavyofanya kazi na kuwavuta watu wengi kwake kabisa. Ni muujiza ambao sio wa kawaida. Na ujumbe wako ni upi, Pastor, unaoachia washiriki katika sherehe hii? Nawashia jambo moja: usimwache Yesu katika maisha yako. Haijalishi mambo ni mazuri au ni mabaya, mshikilie Yesu. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Miongoni mwa washiriki, Bwana Richard Kihoko alieleza jinsi alivyobarikiwa na mkutano huu, hususani kupitia kipindi cha migawanyiko. Kwa upande wake, alishiriki katika kundi la vijana lililoongozwa na Pastor Elisha Juma, na amesema kuwa ujumbe na mafundisho yaliyotolewa yamebadilisha mtazamo wake wa kiroho. Baraka sana kwa binafsi umejijenga kiroho ili unapojiandaa kuwa mume wa mke wa mtu ama unapojiandaa kuja katika familia, basi umekomaa kiroho, lakini pia umejijenga kiuchumi kwamba unaweza kuhudumia mke na watoto na wale wote ambao watakuwa ni sehemu ya familia yako. Aidha, Mzee Martin Ngusa ambaye ni mshauri katika idara ya mawasiliano alionyesha furaha kubwa, akieleza jinsi vyombo vya habari vya kanisa, hususan kurushwa kwa matangazo mubashara kupitia YouTube, vilivyobariki watu wengi waliokuwa wakifuatilia makambi haya wakiwa mbali. Naitwa Martin Ngusa, ni mmoja kati ya wazee wa kanisa 15 katika kanisa la Adventista Sabato Mwenge. Idara hii ya mawasiliano imekuwa ni baraka mkubwa sana katika kanisa letu la Adventista Sabato Mwenge. Tumeweza kufikia watu maelfu ambao wamekuwa kibarikiwa sana na huduma zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, na zaidi ya yote kwa hizi siku za hivi karibuni, hususan kwenye mikutano hii ya makambi, tumeweza kuwa na watazamaji wengi zaidi wanaozidi 10,000 ambao wakitufuatilia kwa kipindi chote hiki, na watu wengi wameweza kumuona Mungu na watu wengi wameweza kubatizwa kupitia idara yetu ya mawasiliano, kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwa upande wake, Pastor Elisha Juma aliwashukuru washiriki wote na kusisitiza umuhimu wa kuyafanyia kazi mafundisho yote walioyapokea wakati wa makambi haya, ili yasibaki kwa maneno tu bali maisha yaweze kubadilishwa. Ujumbe ninaoweza kuambia washiriki ni kwamba baada ya kambi kumalizika,
ni kuanza kuyaishi yale ambao waliyasikia, lakini pia kuwatia moyo kwamba kwa mwaka huu wamejitoa, wamekuwa na kambi nzuri. Sisi kama jimbo la ECF tunawatia moyo waendelee kutoa sadaka na waendelee kupenda makanisa yao, na kambi lijalo mwaka mwingine Bwana wasaidie wafanye kwa ubora zaidi. Katika hitimisho, Dr. Benjamin Sigera alitoa unabii wa makambi ya mwaka 2026 kuwa idadi ya washiriki itaongezeka zaidi ya ilivyokuwa mwaka huu, jambo linaloonyesha jinsi neno la Mungu linavyopata mwitikio mkubwa kila mwaka. Kambi hili limenibariki sana zaidi ya makambi yote ambayo nishawahi kuhudhuria tangu nizaliwe. Ndio. Kwanza tumekuwa na kambi ambalo lina mkusanyiko wa watu wengi zaidi ya kambi la mwaka jana. Na tumekuwa na kwaya nyingi na zimeimba vizuri na zimetubariki. Ndio. Na pia tumekuwa na mapasta ambao ni wabobevu. Mafundisho mengi na ajabu ambayo tumebadilishwa mioyo yetu. Kwa niaba ya mtazamaji na msikilizaji anaendelea kukufuatilia, unaweza ukatupatia utofauti kati ya kambi la mwaka 2025 na kambi la miaka iliyoisha? Utofauti wa kwanza, kambi la mwaka huu idadi ya watu imeongezeka. Ndio. Tumekuwa na watu wengi sana. Na pia kwa swala la watoto wetu, tumekuwa na wahudumu wengi zaidi ya mwaka jana. Kwa hiyo watakuwa wamenufaika kwa mafundisho mengi zaidi ya mwaka jana. Ndio. Na pia kitu kingine, watu wamebarikiwa kwa maombi sana. Tofauti na mwaka jana, huduma ya maombi yakufanyika kwa wingi kama ilivyofanyika kwa mwaka huu. Ndio. Wengi wamepata kufunguliwa, wengine kuponywa, wengine kuweza kurudishiwa zao ambazo zimepotea. Unategemea kambi la mwaka 2026 litakuwaje? Kambi la 26 tunategemea watu wataongezeka zaidi hapa. Ndio. Na pia huduma ya maombi itafanyika maradufu zaidi ya mwaka huu. Ndio. Na tunategemea kwamba hata kwaya zitakuja zaidi ambazo tunazo kwa leo. Na kwa niaba ya wazee wa kanisa la Mwenge, Mzee Marco Inegeja, mmoja kati ya wazee 15 wa kanisa hilo, alishukuru kwaya kuu ya mkutano Agape International Choir kwa huduma ya uimbaji iliyoleta baraka kubwa katika ibada na mahubiri yote ya makambi haya. Tunawashukuru kwaya ya Agape International kwa kazi kubwa ambao wameifanya. Kwa ujumla, makambi haya ya Mwenge SDA Church 2025 yameacha alama isiyofutika kwa washiriki wote na yamekuwa chanzo cha kuimarisha imani, mshikamano na mshikamanifu wa waumini kwa Mungu na kwa jamii. Jina langu ni Ustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.